اعلموا رحمكم الله تعالى عباد الله لقد أوجب الله تعالى العدل في كل شيء ونهى عن الظلم. fahamuni ndugu zangu waislamu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameuwajibisha uadilifu kwenye kila kitu, kadhalika akaikataza dhulma. ويتأكد ذلك في حق العلاقات الاجتماعية, na jambo hilo la uadilifu na kutokufanya dhulma linapata nguvu zaidi, linakokotezwa zaidi katika haki za mahusiano ya kijamii. Tunapozungumzia mahusiano ya kijamii, jambo la uadilifu na kujiepusha na dhulma linazungumzwa kwa msisitizo mkubwa zaidi. Kaladli baina alawlad, kama pale ambapo tunazungumzia kufanya uadilifu baina ya watoto wetu tuliowazaa au wale ambao tunawalea. Na tuliwahi kuzungumza hapa mfululizo wa khutab za malezi, na nukta hii tuliitaja. Lakini pia wala adl baina zawjat, na pia tunapozungumzia jambo la uadilifu baina ya wake, hili pia ni jambo la kijamii. Ayuha nasu ibadallah, al-adlu baina az-zawjat min awjab al-wajibat. Fahamu ndugu zangu waislamu, kufanya uadilifu baina ya wanawake, mtu mwenye mke zaidi ya mmoja, ikawa ni wake zake wa ndoa, amewaoa kwa taratibu za Kiislamu, akawaweka katika himaya yake, kuwafanyia uadilifu wanawake hawa kwa kila ambacho kinazingatiwa ni uadilifu, min aujabil wajibat, ni katika mambo ya wajibu zaidi katika wajibati za Kiislamu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an katika suratul Nisa aya 129. Mtasoma sehemu ya aya. Allah anawaambia waja wake, fala tamilu kullal mail fatadharuha kalmu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Allah anawazungumzisha wanaume wale ambao wanamiliki wanawake wengi, akiwaambia fala tamilu kullal mail, na msiegemee kwa mke mmoja tu, kuegemea moja kwa moja. Msifanye hivyo mkajielekeza kwa mke mmoja